Karibu kwa mara nyingine tena mpendwa mtazamaji kufuata matangazo yetu katika siku hii ya leo ya Alhamisi ya tariki 11 Juni 2026, na hivi sasa ni wasaa mzuri wa kuwasomeeni habari zetu katika lugha tukufu la Kiswahili. Tuanze habari zetu na habari hizi za huko Mikenge. Jeshi la Taifa FARDC kwa ushirikiano nao wazalendo wamefaulu kudhibiti mara tena kijiji cha Mikenge, sekta ya Itombwe, tarafani Mwenga, siku ya 3 ya wiki tunayo. Hivyo ni baada ya waasi hao AFC M23 Twirwaneho kuteka eneo hilo kwa muda wa siku 2 pekee. Kulingana na ripoti yake msemaji wa jeshi la taifa FARDC kwenye operation za kivita Sokola ya pili kusini mwa jimbo hili, Kamanda Rigen amesema kuwa jeshi la taifa limeamua kutoka Mikenge kwa muda ili kuepuka umwagaji wa damu wakati wa makabiliano. Huyu ameomba wananchi kuendelea kuwa na matumaini na jeshi lao pamoja na vikosi vya wazalendo. Tuangazie habari zetu na habari zingine hizi za huko Mboko ni kwamba shirika la Amidak lenye kutetea haki za kibinadamu lenye makao yake makuu Mboko la taja kukemea kwa hali ya juu vitendo vya uporaji wa kutumia silaha dhidi ya raia wasafiri na pia kuibuka kwa vizuizi bandia kwenye barabara ya taifa namba 5. Kwa mujibu wake Sami Amimu Kortikol, mratibu wa shirika hilo, ameonyesha hapa picha ya sasa ndani ya sekta ya Tanganyika. Kwa niaba ya shirika la kutetea haki za kibinadamu Amidake lenye kuwa na makao makuu yake sekta ya Tanganyika kijijini Mboko, na kwa niaba ya biro ya coordination ya shirika Amidake, tumechukua fursa hii ili kujulisha ama kudenonse vitendo ambavyo vinaendelea kufanyiwa raia ndani ya sekta ya Tanganyika kwa upekee na tarafa la Fizi kwa ujumla. Na waza musiku zilizopita tulikwenda kushuhudia mabariere payante zikivunjwa na uongozi wa jeshi la taifa wakishirikiana na viongozi wa VDP wazalendo ndani ya sekta ya Tanganyika, sababu sekta ya Tanganyika yenyewe tulikuwa tunahesabu zaidi ya bariere payante 17 kianzia Lweba hadi Makobola. Kwa kweli bariere hizo zilienda kuvunjwa na zikawa hazitumiki tena, lakini kwa sasa kwa mshangao mkuu bariere hizi zinakuwa zinarudia pole. Ifahamike kwamba ni bariere zaidi ya 5 zimekwisha rejeshwa mpaka sasa, tukianzia pale Makobola, Munene, Ilakala, Lweba, Swima, Gastamu. Na bariere hizo zinakwenda kuzuru raia wasafiri ambao wanatumikisha barabara ya taifa namba 5 kwa kutoza pesa 1000, pesa 500 na raia wengine hata kutishiwa maisha. Mwishowe shirika la Amidak laomba kwa viongozi wa serikali kujua jukumu lao na kulinda raia na mali zao. Hivyo sisi kama vile shirika ambalo linatetea haki za kibinadamu tunaomba wakuu viongozi wa serikali kurestore l'autorité de l'État mu parti este ya pays, sababu raia wanaendelea kufanywa vitendo vya uvunjifu wa haki za kibinadamu. Na vile vile tunaomba wakuu viongozi wa jeshi, wakuu viongozi wa VDP kujiokipe na mission regalienne yao ambayo ni kukinga raia na mali zake. Vile vile kukemea vitendo ambavyo vinaendelea kunyanyasa haki ya raia, hususan kuweka ile mabariere payante, mavitendo vya braquage ambavyo vinafanyika mu barabara ya taifa namba 5, na wale ambao wanahusika wachukuliwe hatua za kisheria, surtout kuvunja zile bariere ambazo tena zinafufuka. Osi tulitaka kukumbusha kwamba territoire ya Fizi en general, en particulier sekta ya Tanganyika, ni zone ya retour ya barefugie congolais benye balikuwa pale mukambi ya Busuma, province ya Ruigi, pays voisin ya Burundi. Ba retourne biko banaitilize barabara ya taifa namba 5, na walio wengi wako na kuwa wafiktime kwa kutozwa pesa kwa ile mabariere ambayo imekwenda kufufuka. Na ndo maana kwa kutokuwapatia boga ya kurudia, tungeomba vitendo kama hivyo visitishwe haraka iwezekanavyo kusudi ya kufungua koridoro ya retour kuba rapatrie benye bako natoka Burundi.
Tukiachana na huko Mboko, tuangazie huko Baraka. Ni kwamba mashirika ya uchukuzi wa watu na mizigo ya eneo la Baraka Fizi yametaja kutokubaliana na mpango wa meya wa mji wa Baraka kutaka kuweka vizuizi vingine ndani ya manispaa ya Katanga mjini Baraka. Kwake Kado Asende, coordinator wa ATPVD, amesema tayari wamepata habari kwa wanamemba wao kwa kuwekwa vizuizi vingine pa Katanga kama anavyoeleza. Ndiyo ndugu mtangazaji, hiyo habari tumeshaisikia kwa sababu wanamemba wetu walikuwa wanapita kule wakati walienda kupima ile na nafasi zao. Sisi tunawaza tulisha avertire siku za mingi za kutosha. Tunapenda tuambie maire de la ville ya kwamba siku za kupita yeye peka alienda kwenye redio kusema ya kwamba alienda kutoa kamba yenye ilikuwa inawekewa pale Kumatongo. Tukawaza apre kutoa ile ya Kumatongo ataenda tena ku redio kusema kama alienda toa ile kamba ya Kalunja. Lakini tunashangaa kusikia anapenda atie kamba mbili kule Katanga, atie kamba pale kukilalo ya Mutambala na kingine kizuizi kitatiliwa munjia ya kutoka Katanga kwenda Mukera. Kwa hiyo tunaomba kwa meya wa jiji asirisware ile manani yake yote mu urgence avant 72 Kwa hiyo tulikuwa tunategemea kusikia ya kwamba ile kamba ya Kalunja inatoka nayo, tuendelee kumpongeza, tuiwe kama kweli kweli ni Magufuli. Sasa tulisikia kamba inatoka, zingine tena mbili zinakuwa ongezeka, atuwe kama Magufuli huko wapi pale. Kwa hiyo tunalomba kwa wanamemba wote wetu waikale kwanza kimya, tusikie kitendelea. Lakini tukisikia kama kamba inatiliwa Katanga, tutaingia mu action citoyenne selon gisi sheria ya nchi inasema. Naye Mbele Elwa Malongo Sajo, coordinator wa Amiski, amesema hakuna manufaa yoyote wanaoyaona kwa kuongezwa kwa vizuizi ndani ya mji wa Baraka na tarafa la Fizi. Ndugu mtangazaji, ni tetesi ambazo tulisikia kwa wanamemba wetu kusema kama meya wa jiji anafikiria kwenda kuweka vizuizi kwenye manispaa ya Katanga. Kwa upande wetu sisi tunalaumu sana maamuzi hayo kwa sababu haiko urgence. Tukikumbuka hapo nyuma alikwenda kutoa kizuizi cha Transcom kilichokuwa pale Lukoke, tukafikiria kwamba gisi alivyoanza vile atakuwa mfano bora katika jiji la Baraka. Ilionyesha ya kwamba hataki trakaseri mu vile Baraka na mubarabara. Na kitu ambacho tulikuwa tunafikiria ni kusema hafikirie pia kwenda kutoa ile nyingine kamba ambayo iko Kalunja, kwa sababu kwa muda ambao tunaongea sasa hivi pale kulisha kwa trakaseri ya ajabu. Hauna carte de lecteur unalipa 1000 francs. Uko na carte unapita. Donc kuna kwa trakaseri ya onivo. Kwa hiyo tunafikiria na ambacho tunamuomba kwa sasa hatutolee ile kamba ambayo iko Kalunja, piske meri haina uwezo wote wa kuweka kamba kwenye barabara ya taifa. Hiyo ni kwanza. Na tukiangalia vizuri sisi kama wa shirika la wachukuzi ama wachukuzi hatunufaiki na kitu chochote kulingana na kamba zao ambazo wanaweka. Ukiangalia mbele kidogo ya kamba kuko mfereji na shimo ya ajabu ambayo inasumbua wa transporter. Kwa hiyo tunamuomba mere vraiment hawaze kufikiria kutoa kamba ya Kalunja, sio kufikiria kuweka kamba maeneo zingine kwa ajili ya kusumbua wa transporter. Mwishowe Mbele Elwa Malongo Sajo ameomba kwa uongozi wa mji wa Baraka kutekeleza yale waliokubalia siku zilizopita kwa maendeleo ya mji wa Baraka. Pia ningekumbusha meri urgence ambayo tunaweza sema iko nayo ni ya kutekeleza yale ambayo tulikalia chini sisi wa transporter pamoja na meri, puisque tulishafanya bouclage mbili ya numerotation. Kila bouclage ambayo tulikuwa tunafanya ilikuwa na makoro yake. Bouclage ya kwanza ilikuwa kuangalia kisa kutengeneza vila Baraka, na bouclage ya pili ni ya kutia maangare mu parking different. Kwa hiyo tunaomba meya wa jiji atekeleze kwanza yale mazungumzo ambayo tuliweza kuongea kabla ya kufanya bouclage, puisque bouclage zote tulishafanya na pesa ziko kwenye mfuko wa meri. Kwa hiyo tunaomba meya wa jiji atekeleze yale ambayo tuliongea. Itakuwa ni furaha kwetu na itakuwa pia furaha kwa wakaaji wa jiji la Baraka, maana yote yanaenda kwa maendeleo ya jiji la Baraka. Sisi tunaongea kwa niaba ya mashirika yote ya uchukuzi ya ndani la tarafa na jiji la Baraka. Kwa hiyo ni onyo kwa meya wa jiji kusema asisubutu kutekeleza yale maoni yake, kwa sababu sisi wote hatuko tayari pamoja na wanamemba wetu kusema vile vizuizi tena viwekwe, na wakati ambao tunaishi ni wakati mgumu kwanza. Kwa hiyo tunaomba meya wa jiji asitishe kabisa ule mpango wa kuweka vile vizuizi kwenye kata la Katanga, na tunampa 72 vraiment tukwe tushapata suite niko favori. Raia wa Misisi wameendesha mgomo baridi ulioandaliwa na mashirika ya kiraia ndani ya sekta ya Nganja tarafani Fizi kwa kuonesha usalama mdogo unaoshuhudiwa kila uchao katika kijiji cha Misisi, mgomo ambao umefanyika siku ya 3 ya wiki tunayo.
Mmoja kati ya viongozi wa shirika la raia katika sekta ya Nganja anaeleza hapa malengo makuu ya wao kuendesha mgomo huo, huko akiomba vyombo vya usalama kuzidisha mbinu za ulinzi na mali zao. Leo tuko barabarani kwa huzuni ambao population ya Balala iko nalia kuhusu usalama mdogo ambao unaingia, bifo, uporaji, hakuna usalama yoyote. Ndio population peke wanasema ifale tufanye mgomo baridi ya kuonesha ya kwamba tunachoka na hii hali ambayo tuko naishi mjini. Vifo biko natokana na washikasira ambao tuko nao. Juu benye beko na uwa watu banavoala teni militaire. Juu beko natembea na kuua watu mjini. Juu tuweze kula watu bengine, juu tuko naona benye beko na kuwa na uwa watu anavala teni militaire. C'est-à-dire benye tulikuwa naona sema tatulinda ndio benye banaanza kutuua. Hivi tangu mwezi ya 6 tuko ni sabia ka 6 ya watu ambao baisha kufa. Ba kuchomwa bisu bile ndio atuisabie tena. Tunaomba kwa viongozi wa tarafa ya Fizi wala Sud Kivu batulete usalama wetu ambao tuko na lomba. Kama banaona benye tuko nabo baisha choka, batosha abo batupatie bengine, na gouvernement congolais inatuachilia saji raia yeye peke njana anaanza kutafuta kisi ya kudilinda. Tutamatishe habari zetu na habari hizi. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha sheria ya kuwezesha kufanyika kwa kura ya maoni au referendum itakayowezesha wananchi kutoa maoni yao moja kwa moja kuhusu swala la kubadilishwa kwa katiba ya nchi. Izaki Mulucha Ashibe na ripoti kamili ndani ya studio. Ndio, kati ya wabunge 351 waliopiga kura, 348 waliunga mkono, 2 walipinga na mmoja hakupiga kura kwa upande wowote. Kupitishwa kwa sheria hiyo kulitangazwa rasmi na spika wa bunge Emebodi Sangara mnamo Jumanne hii ya tarehe 9 Juni 2026. Sheria hiyo inaweka utaratibu wa namna kura ya maoni itakavyoendeshwa, namna itakavyoandaliwa nayo tume huru ya uchaguzi seni, pamoja na kanuni za kampeni, kuhesabu kwa kura na kushughulikia migogoro inayoweza kujitokeza. Pia inatoa uwezekano wa kuundwa kwa bunge maalum la katiba iwapo kutakuwa na mradi wa kuandaa katiba mpya. Kwa nini sasa kumekuwa lazima ya kuruhusu sheria ya kura ya maoni? Kura ya maoni ndiyo njia pekee iliyo halali kikatiba inayoweza kupelekea kubadilishwa kwa katiba yenyewe. Swali moja huulizwa kwa wananchi wote na kila raia huhitajika kujibu kwa ndio au hapana. Njia hii ya kura ya maoni inatumika kujua mtazamo wa wananchi wote pale ambapo wanasiasa hawakubaliani kuhusu jambo fulani. Kupitishwa kwa sheria hii imekuwa ni ushindi mkubwa kwa vyama vilivyoko madarakani, huku wanasiasa wa upinzani wakiendelea kupinga vikali mpango wa kubadilishwa kwa katiba na kuandaliwa kwa kura ya maoni, wakishutumu serikali iliyoko madarakani kutaka kuvuka mstari mwekundu wa kidemokrasia na kuanzishwa kwa utawala wa kimabavu na nchi kujikuta ikiongozwa kibepari. Kabla bunge la seneti halijaadhinisha sheria hii na hivyo tume huru ya uchaguzi seni kuanza mchakato wa uchaguzi, upinzani wa Kongo unakuwa na jukumu kubwa la kushinikiza bunge kurudi nyuma kama ilivyokuwa mwaka wa 2015 ambako kufuatia mfululizo wa maandamano ya wananchi. Wakati huo seneti iliyokuwa ikiongozwa na Leon Kengo Wadondo ilisema kuwa ilikuwa imesikiliza sauti ya wananchi kwa kuondoa kifungu kilichokuwa kikihusisha kufanyika kwa uchaguzi ambao tayari ulikuwa umepitishwa katika usomaji wa kwanza wa bunge la taifa ulioongozwa naye Oben Minaku. Na hadi hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku hii ya leo. Shukrani kwako kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena mtazamaji, ni vizuri kusubscribe kwenye chaneli yetu, kulike na kushare kwa wengine ili uwe wa kwanza kupata habari zetu kwa muda sahihi. Jina langu mchombeo wa mkulima na Fatuma. Hatuna la ziada, tunasema kwaheri.